Wewe unafikiri hiyo safari ya kutoka Zanzibar kuja Meja Jenerali Samuyo, nani ambaye atakuwa anajisikia vizuri, nani ambaye atakuwa anajisikia vibaya? Aliyeshinda atajisikia vizuri. Aliyefungwa atakuwa mzito, atakuwa haamini, anaona kama vile muda wa kufanya maandalizi kushinda yeye baada ya kupigwa hizo goli 4 kama anaweza kupigwa tena, anaweza kapi kwamba na wengine kaja wamevurugika kabisa kwamba haiwezekani. Na sio tu washabiki, inawezekana mpaka wachezaji, inawezekana mpaka makocha, yani kwamba nimeshapigwa, maana kama unaondoka kwenye confidence, hali ya kujiamini na inaondoka. Na ndio maana wewe umeisemea sasa hivi labda dabi zimekuwa zinachezwa hivyo. Ulitolea mfano wa dabi ile ya tarehe mosi, ilikuwa tarehe 25 tarehe mosi baada ya tarehe 25 kucheza ya mwezi wa pili, siku 3. Lakini miaka ya nyuma ilikuwa mpaka msisimko wa kwenda kwenye maeneo mengine unatiliwa mkazo. Yaani kwamba jamani tunaitwa Zanzibar. Wamewahi Zanzibar. Si basi unaenda tu Morogoro, mji Kasoro Bahari hapo. Wameenda Unguja, na Pemba. Umeelewa? Kadiri ambavyo timu zinakuwa kwenye uweledi, wanagundua kumbe ni kupoteza muda, na kila mtu yeye anamoka kwenye kambi yake, na mechi hii inapigwa haina shida yote. Sasa kwa sababu ni mechi ambazo zina mambo makubwa matatu. Mosi, ni mechi ambazo zinacheza zaidi kwenye saikolojia. Zinawatesa watu wengi. Kwa sababu ukifungwa au ukishinda, yale matokeo yanatengeneza kumbukumbu. Sasa kwa mfano mtu kaenda kule Zanzibar sasa hivi, labda Simba ameingia kwenye finali usiku, akaingia mmoja wao akashinda. Alafu tena huyu aliyeshinda Zanzibar akaja akashinda na mechi inayofuata ya tarehe 3. Kuna historia nyingine inaandikwa, tumewapiga mara 2 ndani ya muda mfupi. Yani itakaa historia. Yani ndani ya mara 2 tumewapopoa hawa. Utasikia maneno yao wana siku 3. Yani tumewatandika Zanzibar, tumewatandika na huko. Ile inakaa kwenye muda mrefu kwenye historia ya mazungumzo. Jambo la pili, inaweza ikawa challenge watu pia kwenye muendelezo wa ligi. Yani umefungwa mara mechi ya Zanzibar, umekuja unafungwa tena mechi ya pili ya ligi ambayo ni dabi mfululizo hapa. Kuna watu wanaweza kaondoka kwenye rhythm yao ya kiuchezaji. Kwa sababu ile confidence, unajua hizo timu zinavyokuaga, zina watu ambao wanatia pressure kweli kweli. Unaweza mkajikuta mechi inayofuata ya 3 mnakosa ujasiri wa kufanyaje, wa kushinda. Na sasa hivi tunasabika bado mechi 11. Unakumbuka Simba alipofungwa na Yanga hapo nyuma mfululizo Azam naye akaja anafanyaje? Anajipigia mpaka wakasema sasa jamani, anayetaka saizi kumfunga Simba ni wakati huu, yaani kisha kumfunga wakati huu ndio imetoka hiyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wanavurugika kweli kweli kichwani. Kwa hiyo inaweza kalipa rhythm ya kichwa. Lakini jambo la tatu ambalo linatazamwa pia, mchezo wa Simba na Yanga ni mkubwa kibiashara na kiheshima. Hilo ni jambo ambalo linafikirika kwa muda mwingi sana. Na ndio maana baada tu ya Simba kutangaza kwamba mechi wameipeleka Meja Jenerali Samuyo, watu wameanza kuangalia capacity ya nini? Ya uwanja. Umenielewa? Lakini ukisema capacity ya uwanja, kwani lazima kila mtu aangalie kwenye pitch, si ndio? Watu wanaweza wakalipia vingamuzi wakaangalia kwenye TV. Lakini ukienda hata uwanja unaingiza watu 100,000. Bado watu wataangalia. Lakini pia wao wanaangalia kwenye capacity ya kuona hivi live. Inawezekana makocha wakafurahia tactical kwa sababu ya ukubwa wa Meja Jenerali Samuyo, kwamba mimi nikitaka kufungua timu yangu booster nazifungua, watu wanakimbia kwa sababu vipimo vyake ni vikubwa. 110 nafikiri kwenye urefu wake kuliko hata Benjamin Mkapa. Kwa hiyo ukichukua tactical unasema kwenye pitch makocha wana enjoy kucheza namna ambavyo, kwa sababu pale ukisema unapunguza eneo, unaacha eneo pembeni, watu watapita. Ukisema unatanuka, watu watapita katikati. Kwa hiyo ni uwezo wako, kama hauko vizuri kwenye tenki lako ni jambo jingine. Lakini kibiashara sasa, maana yake ni kwamba kuna muda mfupi pengine wa kufanyia promotion, au kama watu wanataka kuingiza udhamini wao au nini, inawezekana kama pamefanyaje, pamefinya kidogo kwa sababu ya muda mchache. Sasa ikishafikia hatua hiyo kwamba kwenye eneo la kibiashara watu wanaweza kutumia faida ya kuweza kutangaza hizi mechi zote mara 2 kama jambo moja, kwamba baada ya Zanzibar tunakuja wapi? Meja Jenerali Samuyo. Kwa matangazo ya mechi ya Meja Jenerali Samuyo dabi yanaanzia Zanzibar au kabla ya mechi ya Zanzibar, kwamba tuna dabi mara 2. Yaani kama vile dozi unakunywa asubuhi, unakunywa na jioni. FM.